mlango wa 10 kuanzia mstari wa 1 hadi 13. Na nimeupa ujumbe huu kichwa ya kwamba maonyo kutokana na historia ya Israeli. Kwa hiyo nataka tusome pamoja kabla hamjaketi, ndio niendelee na kuzungumzia zaidi. Biblia inasema hivi katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 kuanzia mstari wa 1 hadi 13. Ndugu, nataka mjue kwamba babu zetu wote walikuwa chini ya ulinzi wa lile wingu, na kwamba wote walivuka salama ile bahari. Wote walibatizwa katika umoja wa Mose, katika lile wingu na katika ile bahari. Wote walikula chakula kile kile cha kiroho, wakanywa pia kinywaji kile kile cha kiroho, maana walikunywa kutoka ule mwamba wa kiroho uliofuata. Mwamba huo ulikuwa Kristo mwenyewe. Hata hivyo, wengi wao hawakumpendeza Mungu, na maiti zao zilisambazwa jangwani. Sasa mambo haya yote ni mfano tu kwetu, yanatuonya sisi tusitamani ubaya kama wao walivyotamani. Msiwe waabudu sanamu kama baadhi yao walivyokuwa, kama yasemavyo maandiko, watu waliketi kula na kunywa wakasimama kucheza. Wala tusizini kama baadhi yao walivyozini wakaangamia siku moja watu 23,000. Tusimjaribu Bwana kama baadhi yao walivyomjaribu wakauawa na nyoka. Wala msinung'unike kama baadhi yao walivyonung'unika wakaangamizwa na mwangamizi. Basi mambo hayo yaliyowapata wao ni kielelezo kwa wengine, na yaliandikwa ili kutuonya sisi ambao mwisho wa nyakati unatukabili. Anayedhani amesimama imara ajihadhari asianguke. Majaribu mliokwisha pata ni ya kawaida kwa binadamu. Mungu ni mwaminifu, naye hata ruhusu mjaribiwe kupita nguvu zenu, ila pamoja na majaribu yeye atawapeni pia nguvu ya kustahimili na njia ya kutoka humo salama. Bwana alibariki neno lake. Amen. Tunaweza kuketi. Kwa hivyo unaweza kuwa pale unaongea kama kawaida ya watu wengi ambao husema Mungu wa Agano la Kale alikuanga mkali, lakini Mungu wa siku hizi ni Mungu wa neema. Kwa hivyo hata ukifanya dhambi hakuna kitu, hakuna ubaya. Tuko chini ya neema. Nataka tuzungumze pamoja leo, tuelezane kwamba hayo mambo yalitendekea Israeli kwa mfano wetu sisi. Ikiwa uko pale unafikiri kwamba kuna majaribu unapitia na yanakubwaga kila wakati unaanguka katika majaribu, labda unaona ni kama ni majaribu ambayo ni very specific for you alone, and this temptation is unique for you. No one else has gone through such temptations. I want to talk to you today and tell you these things are there. And
that there is no temptation can overtake you. God will not allow a temptation to come to you that you cannot bear. And tutaangalia mfano wa maonyo haya kutokana na yaliyotokea katika wana wa Israeli. Tutaangalia Israeli kama mfano wetu siku ya leo. Na kwa hivyo haya ni maonyo. Kwa lugha ya kithiolojia tunaita exhortations. These are exhortations to us. Lakini kwa lugha ya kawaida ni maonyo. Niliona neno fulani nzuri la Kiswahili. Takutana tu nalo. Itatusaidia, itatujenga. Lakini tuende na hili kwamba haya ni maonyo kutokana na historia ya Israeli kwetu sisi ambao hao walikuwa waanzilishi wa humanity, but we are in the culmination. We are in the apex of humanity. We are in the last days. So we have to look at them and see ourselves in there and see the right way to follow. Na kwa hiyo tutaanza kwa kuangalia jambo la kwanza kwamba hata ingawa walikuwa watu wa Mungu, even though they belonged to God, that is point number 1. Na hapo typo error, even though it is even though they belonged, it is a past tense, even though they belonged to God. Unaweza rekebisha ama uandike kwa Kiswahili kwamba hata ingawa walikuwa watu wa Mungu. Kabla ya maonyo ambayo tunaenda kuona kuanzia verse 5, tunaelezwa kinagaubaga Israeli walikuwa akina nani, walipitia nini na nini. Na kwa hiyo wacha tuangalie pamoja from verse 1 of chapter 10 of Corinthians kwamba I do not want you to be ignorant for the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud and that they all passed through the sea. Yaweza kuwa unaona historia ya Israeli tu kama story, lakini Paulo anasema I don't want to be ignorant. Sitaki muwe bila ufahamu kuhusu historia ama kile kiliwafanyikia hao wa Israeli, kwamba walikuwa watu wa Mungu. They were all under the cloud. Walikuwa uweponi mwa Mungu. Mungu alikuwa anatembea na wana wa Israeli tangu mwanzo katika safari yao, akiwaongoza na kuwa direct katika mawingu, na usiku wanaongozwa na moto kule jangwani. Na katika safari yao yote kutokea Egypt kwa Pharaoh, walikuwa watu ambao ukisikia historia yao your heart could melt with fear, kama wewe ni adui yao, kwa sababu watu walipitia mambo ya ajabu. Angalia kwamba walikuwa wote chini ya mawingu, watu ambao wana safari yao lakini wakitembea mawingu yako juu yao. They all passed through the sea. Walipofikia the Red Sea, Mungu akaigawanya bahari, wakapita kwenye nchi kavu katikati ya bahari. Na isitoshe pia walibatizwa ndani ya Mose katika hilo wingu na katika bahari. That is who Israel is.
That is the history of the Israelites. So that is who they were. Yaani hata kwa kusikia tu unajua hao ni watu wa Mungu. Hakuna uchawi unaweza fanya hiyo. Unakumbuka kule Egypt, Musa alitupa fimbo chini, wachawi pia wakatupa. Musa akifanya au pia wanafanya. Lakini ilifika mahali kikaumana. Ikabaki kuwa kuna Mungu mmoja tu, Mungu wa Israeli, ambaye akifanya kitu hakuna mtu anaweza ku. No one can do that. No one else can do that. And up to date, there is no God like Jehovah. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba sisi kama Wakristo kuna ule uhalisia wa maisha ambao tunaweza kuona katika hawa wa Israeli. Sisi tumechaguliwa na Mungu. Unaweza kutuwekea 1 Peter chapter 2 verse 9. Uone sisi ni akina nani sisi siku ya leo. We have even better free privilege than the Israelites, kwa sababu Mungu hatembei tu na sisi kama vile alitembea na Israeli kwa mawingu juu yao, bali Mungu anakaa ndani yetu. Mungu yuko ndani yetu. Hayuko juu yetu kama kwa mawingu kama Waisraeli. Mungu anakaa ndani yetu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sisi nasi pia ni watu wa Mungu. And the Bible says, all who believe in Jesus, they are the new Israel. Lakini nyinyi ni ukoo mteule. Israeli ilianza kama ukoo wa Abrahamu. Nasi pia ni ukoo mteule. Makuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wake Mungu mwenyewe, mlioteuliwa kutangaza matendo makuu ya Mungu aliyewaiteni kutoka gizani akawaingizeni katika mwanga wake mkuu. That is who we are today. Na kwa hiyo unaweza fikiri kwamba mimi ni mteule wa Mungu, hata nikitenda dhambi, hata nikishiriki katika meza ya miungu, there is no effect kwa sababu mimi ni mteule. Na hivyo ndivyo Wakorintho walikuwa wanafikiri. Paulo akitoa usia huu, maonyo haya, alikuwa na address Wakorintho ambao walikuwa wanaofahamu wa neno la Mungu, wanajua they are peculiar people. They are a people of God, and therefore even participating in the temples with idols, ama kula chakula kilichotolewa dhabihu kwa miungu, it is nothing because they serve the living God. They are God's people. They are holy, chosen people belonging to God. That is point number 1 for who Israel is. Point number 2, walikuwa wanapatake, they partook the Holy Communion. They were baptized. Kuna hizi zinaitwa ni testaments, the two sacraments. Sijui kwa Kiswahili tutaweka namna gani. The two sacraments ambazo ni specific for us today, ambayo inaendelea mpaka leo, kushiriki katika meza ya Bwana na kubatizwa kwa maji mengi. Haya mambo mawili yalikuwa yanaonyesha
sanctity, separation, holiness. Ilikuwa inadhihirisha sisi ni watu wateule. Huwezi tu kuenda ovyo ovyo kupatake on the Lord's table, unaweza kufa. Unaweza kuanguka chini na ufe kama una participate on the Lord's table kiholela, bila kujihoji, bila kuhakikisha kweli mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni mtakatifu, hakuna guilt ya dhambi ndani mwangu. Hiyo ilikuwa inadhihirisha these are surely God's people. Na tukirudi Israeli compared to Corinthians, bado Paulo anawakumbusha kwamba hata hao wa Israeli pia walishiriki meza ya Bwana. Pia walibatizwa kama tu ninyi pia wa Korintho jinsi mmebatizwa na mnashiriki meza ya Bwana. Sijui kama tuko pamoja. Are we together? Nataka unifuate vizuri sana kwa sababu haita make sense maonyo haya yanayofuata bila kuelewa who are being addressed and who are you for these warnings to fit you, for you to see these warnings as vividly as they are. Ni vizuri tuelewe na tupatane vizuri sana kwamba Israeli walikuwa watu wa Mungu. They belonged to God. They were God's own people. They participated in the Lord's table. Tusome vizuri verse 3. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Paulo anakumbusha kabisa kwamba ule mwamba, ule jangwani ambao Musa aliuzungumzia na ukatoa maji, na mara nyingine akaugonga mara mbili na ukatoa maji, anawakumbusha kwamba huyo ni Kristo alikuwa anatembea nao. Na walikunywa maji kutoka katika mwamba ule. Spiritual water imaanishi ni maji ya kiroho hatuwezi kuona, hapana. Inamaanisha God provided miraculously. Katika jangwa Mungu akatengeneza mto wa maji kutoka kwa mwamba. You can imagine collecting water from a rock. Unatafuta maji lakini unaenda kwa mwamba. It is miraculous. It is only God can do that. Hakuna mwanadamu anaweza kufanya hilo. Na Paulo anatufungua macho vizuri zaidi tuelewe kwamba huo mwamba imara, mwamba salama alikuwa ni Kristo Yesu. Haikuwa tu mwamba wa kawaida. Hawakunywa tu maji ya kawaida. It was spiritual water. So they belonged to God. They were people who belonged to God. Naenda mbio lakini wacha niwape vifungu hivi. Naweza kusoma kwa wakati mwingine kwa sababu ya sitaki muda unilemee kusoma hizo hadithi. Ni ndefu na zina ujumbe mzito sana. So when you go home, pitia polepole uangalie historia ya Israeli. Walifanya kitu gani? Walitolewa wapi? Walipitia nini? Hii hadithi ya wao kubatizwa ndani ya mawingu na kupitia katika mto wa bahari ilikuwaje? Uweze kuiona vizuri kabisa. Unaweza kuona in Exodus chapter 13 verse 21. Tunaweza kuona pia in Exodus chapter 14 from verse 22
alafu na 29. Tunaweza soma hiyo Exodus 22, Exodus 14:22. Wacha tusome hiyo, alafu tusonge haraka haraka. Exodus 14:22 na 29. Ali anasema, and the people of Israel went into the midst of the sea on dry ground, and the waters being a wall to them on their right hand and their left hand. 23. The Egyptians pursued them and went after them into the midst of the sea, and all Pharaoh's horses, all chariots, and his horsemen. But the bottom line, the underscore point is that they were all baptized through the sea. Walipita ndani ya mto, ndani ya bahari. Maji yamesimama huku na huku, wakapita ndani. Ina simplify ama ina signify baptism. Pia the cloud was over them. Always, wherever they went, the cloud was over them. Hilo wingu juu yao si wingu, ni inatokana na maji, mawingu. They were baptized into Moses. Kwa hivyo, hawa wana wa Israeli walikuwa wanaongozwa na Moses. Na Biblia ikisema Moses, haimaanishi tu Moses mtu, inamaanisha sheria. Kwa hivyo, watu hawa waliongozwa na Moses. Moses ndiye alikuwa mwanasheria ambaye alianzisha the Old Testament. How does it relate to us? We are baptized into Christ, the testator of the New Testament. Mwanzilishi wa Agano Jipya ni Yesu Kristo. Nasi tunapobatizwa katika maji mengi, tunabatizwa katika Kristo. Tunakufa pamoja na Kristo, tunafufuka pamoja na Kristo. Na kwa hiyo, ukifungua macho yako na akili yako vizuri, utaona kwamba kabisa wana wa Israeli na hali yao zote na historia yao, it was a reflection, it was a shadow and an image of what Christ came to do. Kwa hiyo Yesu Kristo anapoanzisha Agano Jipya, Agano la Roho, it resembles ama it fulfills the Old Testament. He put aside the old one to fulfill this new one. Kwa hivyo Kristo Yesu ni mwanzilishi wa Agano Jipya, kama tu vile Musa alikuwa mwanzilishi wa Agano la Kale. Kwa hivyo hao wana wa Israeli walibatizwa into Moses. Lakini sisi pamoja na wana wa Korintho ambao Paulo alikuwa anawaandikia, we all baptized into Christ. Then point hiyo mmeshika vizuri, tuendelee. Kwa hiyo Moses they all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Wakati tunashiriki katika meza ya Bwana, huwa tunakumbuka nini? Huwa tunakumbuka nini? Kufa na kufufuka kwa Kristo Yesu. Yesu akimega huu mkate alikuwa anasema, huu ni mwili wangu, kuleni kwa ukumbusho wangu kila mara. Kwa hiyo tulikuwa tunapatake ama huwa tunapatake the Lord's table, signifying the death of Christ, signifying Christ in whom we are baptized.
signifying Christ to whom we pay our allegiance, signifying Christ who is our Lord and our King. Now Musa na wana wa Israeli walishiriki katika meza ya Bwana kwa kula the spiritual food and the spiritual drink from the water. Chatuone. So these people ate of the spiritual food, meaning it's not all about ordinances. It's not all about God's gift. It's not all about God's presence. It's not all about the miraculous signs and wonders. Licha ya kwamba hawa watu walikula meza ya Bwana, licha ya kwamba hawa watu walibatizwa, hayo tu ni, those are just practices, and they can be as empty as void if they are not paid in faith in Christ Jesus. Ikiwa mambo haya yote hayafanywi kwa imani katika Kristo Yesu, haya mambo yote ni ubatili mtupu. Hata ubatizwe mara ngapi, hata ule meza ya Bwana mara 3 kwa siku, kwamba umeula mwili wa Kristo, umekunywa damu ya Yesu, bila imani katika Kristo, yote ni ubatili, ni zero work. Kwa sababu gani? Licha ya kwamba Waisraeli hawa walikuwa chini ya cloud, licha ya kwamba Waisraeli hawa walipita katika bahari, licha ya kwamba Waisraeli hawa walikunywa the spiritual water, licha ya kwamba Waisraeli walikula mkate wa kiroho. Sijazungumzia mkate wa kiroho, naona muda utanimaliza jamani. Sijazungumzia mkate wa kiroho. The people of Israel, wacha tu ni mention tukiendelea, walipewa mana kule jangwani. Wakati walikosa chakula wakamlilia Musa, mana ilitoka mbinguni ikajaa jangwani kote. Siku ingine wakakomplain kwamba tumekula hii mana sana, heri hata tungekula watermelon kama huko Egypt, heri hata ingekuwako kama huko Egypt. Sometimes tunakulako nyama, sometimes tunabadilishako diet. Mungu akasema mnataka nyama, mtakula nyama mpaka itokee kwa mapua. Na walipoamka asubuhi kesho yake, kulikuwa na nyama inafikia hapa na imesambaa upana wa kilomita kama ngapi Benedict? Kilomita kama yani kama paka Dina huko, paka Sang, paka wapi, yani nyama yenye huwezi maliza. Ndege zimejaa kila mahali, unasanya tu unaenda kuchoma, unachinja, ingine unakaranga, ingine unafanya vile unataka, kwa sababu God provided meat miraculously. They ate of the spiritual food. Kwa hivyo wana wa Israeli pia they partook of the Lord's table. But partaking the Lord's table, eating spiritual bread, walking in the cloud in God's presence, abiding in God's gifts and spiritual gifts and understanding is not a thing. Because of what? Look at the next verse, verse 5. Nevertheless, God was not pleased with most of them.
And what does it say? Their bodies were scattered over the desert. Miili yao ilianguka ikatapakaa kule jangwani. Licha ya kuwa walikuwa watu wa Mungu, mpaka partake of the Lord's table, mpaka uwepo wa Mungu uko nao, there is a cloud over them. Wamevuka mto, bahari, maadui zao wamezama ndani, wameona ushindi wa Bwana, wakaimba, wakatukuza Mungu. Hata mimi nikikaa hivi nikisoma Biblia huwa natamani ningekuwa huko, nione tu haya maajabu vile Mungu anafanya. I think ningependa Mungu zaidi. Lakini tunakumbushwa hapa kwamba hiyo yote haikusaidia wana wa Israeli wasiuawe kutokana na ukaidi wa mioyo yao, kutokana na their rebellion. Their bodies were scattered over the desert. Hii inatuelekeza kwa number 2. What are the lessons we learn from Israel? What are the things we can see and relate with today? What are these things we can learn from them? Kwamba sisi pia ni watu wa Mungu, si ndio? Na Mungu, uwepo wa Mungu uko na sisi, ama namna gani? Nasi pia tunashiriki katika meza ya Bwana, ama vipi? Kwa sababu God has qualified us. God has cleansed our sins. God has purified us. We partake of the Lord's table kwa ujasiri, bila uoga. Nasi pia tunakinywea kile kikombe cha damu ya Yesu kwa ukumbusho wa Kristo Yesu, kwa ukumbusho wa wokovu wetu. Tumebatizwa katika Kristo. Natumai kwamba ubatizo wako kwa maji mengi haikuishia tu pale kwa maji, bali ilikuwa ni kubatizwa katika Kristo. Yaani sasa wewe umetangaza wazi kilichofanyika katika roho, kwamba wewe umefidia dhambi na umefufuka katika Kristo Yesu. Na sasa sio wewe tena unaishi, bali ni Kristo aishie ndani mwako. Ni ujasiri ambao tumeupata kwa neema katika Kristo Yesu. Lakini sikia sasa, haimaanishi yote ni kazi bure, bali kuna hatari bado. Still there is danger, kwa sababu shetani anawinda, yuko mawindoni, anatafuta cha kuiba. Kile kinaibwa inamaanisha kilikuwepo, kipo. Huwezi kwenda kuiba in an empty house. Kama wewe bado ni maiti, shetani hawezi kukuiba. Wewe ni wake. Shetani hawezi kuiba kilicho chake. Kwa hiyo kuiba inamaanisha you are of God, you belong to God. Hiyo nilikuwa jana mahali kwa huduma, nikatafakari hilo jambo sana, kwamba kazi ya shetani kuja kuiba, kuua na kuharibu. Kwa hiyo kuna maonyo hapa, jinsi tulisikia la Sunday, kwamba katika safari hii ya wokovu, katika mbio hizi za wokovu, tunafanya mazoezi kweli kweli. We beat our body. Tunaupiga mwili na kuutiisha chini yetu, ili tusijikute katika dhambi
ili tusikuwe disqualified at the end of it all. Unakumbuka tukimalizia la Sunday, Pastor Jacob ndiye alikuwa anafundisha. Akasema in verse 27 ya kwamba najitutumua kwa bidii na upiga mwili wangu, najitia nidhamu, nafanya mazoezi ili baada ya kuhubiria watu wengi waokolewe, mimi mwenyewe nisitupwe nje. Unajua alitoa mfano mzuri sana kwamba Usain Bolt alikuwa world champion, lakini kuna siku alikosea katika masharti ya ukimbiaji na alitupwa nje. He was disqualified. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi unasema wewe ni nani, kuna hatari ya kutupwa nje. Kuna hatari ya kumiss the mark. Ndio maana lazima tupige mwili, tupambane na dhambi. Ni vita, damu. Kuna umwagaji wa damu, si mchezo. Unaua dhambi. Huwezi kaa na dhambi unaibembeleza, unaifurahia, unaenjoy kidogo, unatubuko, unarudiko. Ni vita. Ni vita. Dhambi haichezi na wewe. Ikikushika inakuharibu, inakuua. Kwa hiyo dhambi si ya kucheza nayo. Na hii ni maonyo ambayo Paulo anatupatia kuanzia hapa mstari wa 5. Ya kwamba nevertheless God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered over the desert. Walikufa, waliangamia. Lakini waliangamiaje? Verse 6. Now these things occurred for examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Tunaenda kuangalia mfano huo kwamba wana wa Israeli walifanya mioyo yao kuwa migumu. Wakaiweka mioyo yao kwa mambo maovu. Na Mungu aliwaangamiza. Miili yao ilikuwa scattered jangwani. Verse 7 nasema, do not be idolaters, as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drank and got up to indulge in pagan revelry. Msiwe waabudu sanamu kama baadhi yao walivyokuwa. Kama yasemavyo maandiko, watu waliketi kula na kunywa, wakasimama kucheza. Waliketi na kunywa na kucheza mbele ya masanamu. Waliketi wakicheza na kunywa. Acha tusome mahali pale. Kwa kuabudu miungu. Exodus 32 verse 6. Walikuwa wanacheza na kula na kunywa kwa sherehe ya kuabudia sanamu. Basi Mose akaagiza mtu yeyote awe mwanamume au mwanamke asilete mchango zaidi. Yapo kweli. Exodus 32 verse 6. And they rose up early the next day and offered burnt offerings and brought peace offerings, and the people sat down and ate and drank and rose up to play. Hebu rudi nyuma kidogo verse 4. And they received the gold from their hand and fashioned it with a carving tool and made a golden calf. And they said, these are your gods, O Israel, who brought you out of the land of Egypt. Verse
5. When Aaron saw this, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, tomorrow shall be a feast to the Lord. Alafu next sasa, and they rose up early next day. Umeona sasa? Baada ya kuunda ule mchongo wa sanamu, wakajenga madhabahu mahali pale na wakaamka kutoa dhabihu pale na kucheza na kusifu miungu. It is serious. Kwamba hawa watu walikuwa waabudu sanamu. Na unakumbuka kwamba katika wakati ule Paulo alikuwa anaandika barua hii, hao watu wa Korintho walikuwa wanashiriki kwa meza pamoja na watu wanaoabudu sanamu. Wanashiriki meza moja, vyakula ambavyo vimetolewa kwa miungu. Anatoa onyo hili kwao kwamba msifanye kama Waisraeli, kwamba hao watu walikaa chini wakala na kunywa na wakaamkia kusifu, kucheza mbele ya miungu, yaani kufanyia miungu ibada. Siku ya leo pia tuangalie mji huu kwamba hata ikiwa sisi ni Wakristo, haimaanishi tuko uhuru kuabudu miungu mingine ama kushiriki katika uabudu sanamu. Psalm chapter 1 verse 1 Biblia inasema nini? Ya kwamba heri mtu yule asiyeshiriki katika shirika la wakosaji. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la waovu. Heri mtu asiyetafuta shauri la waovu, asiyeshiriki njia za wenye dhambi, wala kujumuika na wenye dharau, bali kuifurahia sheria ya Mwenyezi Mungu na kuitafakari mchana na usiku. Kwa hiyo uabudu sanamu haimaanishi tu kuna mchongo pale, kuna ndama umeunda pale ya matope umeinamia. Hapana. Haimaanishi kuna mchongo umesimamisha hapo unakuja unaipigia magoti tu. Hapana. Ni chochote ndani ya moyo wako ambacho kinachukua nafasi ya Mungu. Do you know, mbona vile wana wa Israeli walisema huyu ndio Mungu aliyewatoa Misri, muinamieni na msujudie. Na wanaongelesha, wanasema ndama ya gold ndio Mungu na mikono yao. Kwa hivyo wewe leo unaweza simama ukasema, kama sio kazi ile niliandikwa, nisingekuwa nimeaccomplish 1, 2, 3. Where is the glory of God in that? Kama sio bidii yangu kuamka asubuhi kutafuta pesa, singekuwa penye niko leo. Saizi nimeoa, saizi niko na familia, saizi nimejenga, saizi kama sio kutumia akili, singekuwa penye niko leo. Where is the glory of God in that? Umeabudu ndama. Haimaanishi lazima ukuwe na ndama umechoka pale. Kuchukua utukufu wa Mungu na kuelekeza kwa nguvu zako, kuelekeza kwa pesa zako, kuelekeza kwa vitu vyako mwenyewe, ni kuabudu sanamu. Hiyo ni hatari. Je, kuna Wakristo ambao wanaabudu sanamu? Nawauliza. Je, wewe kuna sanamu ambayo unaiabudu? Fikiria. Labda unaona ni certificate zako,
I have all the credentials. I have all that it takes. I must secure a job. That is how I secured my job. I'm skilled, I do a lot of practice. I do this and that. You're an idol of yourself. Do not worship any other idol, any other God except the Lord God. Hawa watu waliabudu miungu na tukio lao lilikuwa gani? We should not do not be idolaters, as some of them were, and we should not commit sexual immorality. Paulo tena anarejelea swala la sexual immorality. Kando na kuabudu miungu na sanamu, wana wa Israeli pia walifanya uzinzi. As some of them did. And in one day, 23,000 of them died. Kina nani hao walikufa? Watu ambao walikuwa wamebatizwa chini ya mawingu na ndani ya bahari. Watu wateule, watu uzao wa Mungu mwenyewe wa Israeli. Watu ambao Musa ambaye anaongoza alikuwa anazungumza na Mungu face to face. Lakini 23,000 of them died. That is how serious, how dangerous worshiping other gods is. But participating in sexual immorality is. Pale walipoabudu ule ndama, 3,000 were killed, 3,000 men. Lakini hapa tena waliposhiriki katika ngono na Jebusites, kulikuwa na wanasikia tusome pale ama muda umeisha. Naona muda umeisha. Hao wana wa Israeli walipofika jangwani walikutana na Moabites. Wamoabu wakawadanganya, wakaanza kushiriki nao, wakaanza kushirikiana, mwishowe wakaanguka katika dhambi ya uzinzi pamoja nao. Na kulikuwa na tukio la mwisho ambalo liliudhi sana, kwamba watu walikuwa wanaulizana, what are we doing? Nini kinaendelea? Wamesimama, Musa kiongozi wao amewaka na hasira, anashangaa tutafanya nini? Lakini wakati bado wanasemezana, one of the Israelites anapita tu mbele yao na kahaba anaingia kwa nyumba kufanya uzinzi. Mchana mbele ya watu, kuna kijana akaingiwa na the zeal of God, anaitwa Phinehas. Akachukua mkuki, akafuata hao jamaa huko ndani. Akatunga mkuki kwa mgongo, akawa sandwich. Mkuki katokezea kwa tumbo, ikadunga ule dada, katokezea chini. Kawaunganisha hivyo na mkuki. Damu yao ikamwagika. Mungu akasema, sasa huyu Phinehas ndiye ameonyesha my zeal. Na hapo kitendo hicho kilipofanyika, ndio wana wa Israeli wakaacha kuendelea kuangamia. Wakawa only 23,000 of them ndio wamekufa. That was the end of it. Tutaweza kupata hiyo hadithi vizuri sana
in the book of nitaeleza baadaye kidogo, acha tusonge. And do not okay, 23,000 of them died. Na hao 23,000 walikufa kutokana na hiyo dhambi ambayo wamefanya, na walikuwa wamebatizwa, walikuwa watu wa Mungu kama tu sisi leo. Pendwa, baadhi yetu tuko kanisani, tumeenda kanisa, tunashiriki meza ya Bwana, tumebatizwa, lakini bado tunajikuta katika uzinzi kama ule. Bado tunajikuta tunatembea katika uzinzi. Wapendwa, ni hatari. If they died, what of you? Kuna kitu kinaitwa ukisoma in Romans chapter 11, the wild vine and the original branch. Wana wa Israeli walikuwa the original vine, the people of God. Na sisi tu ni wild vine, wild branch, tulikuwa engrafted into the original branch. Paulo anamalizia akionya kwamba kama Mungu hakuhurumia wana wa Israeli wenyewe, the branch was broken and thrown away into the fire. What of you, ambaye tu you are a wild vine, you are just been engrafted? When Mungu atakuhurumia? You see Old Testament, hiyo ni Romans chapter 11. Hiyo ni hapa, hiyo ni yetu sisi ambao tuko katika the culmination of humanity. We are not better than they. Even though we are more privileged, we are not better than they. There is still danger if we neglect, if we pursue sin, if we pursue evil with our hearts. We don't hate sexual immorality. We don't fight against sexual immorality. Unafanya tu uzinzi, unanyamaza, hauambii mtu, haikuhuzunishi, unafurahia tu, unaendelea katika dhambi. You are not better than Israelites. You will die in your sin. Those who don't believe and run to Jesus, they will die in their rebellion. You will die in your sin. You ought to come back to Christ. You ought to find solution in Christ. You ought to fight sin before it kills you. Kill sin before it kills you. So 23,000 of them died. Bila kujali, hawa ni uzao mteule. Hawa ni watu wangu, my chosen people, my own people. Waliangamia bila kujali. Mungu aliwaangamiza. Si shetani, ni Mungu aliwaangamiza. Na hawakuwa strangers, walikuwa watu wa Mungu, God's own people. So, we are on check. Be steady. Be steady. Look at yourself. Look at your life. You need to do away with sin. Nimeanza kusarenda. Sawa.
should not test the Lord, as some of them did, and were killed by snakes. Fungulia Exodus chapter 17 verse 2. Hii ni fupi tu. Tunaweza ipitia tukienda. Therefore the people quarreled with Moses and said, "Give us water to drink." And Moses said to them, "Why do you quarrel with me? Why do you test the Lord?" Watu hawa, twende verse 3. Wana wa Israeli walikuwa wameona ukuu wa Bwana, wameona maajabu, lakini waliposikia kiu wakakosa maji, wakaanza kugombanisha Musa, wakaanza kuteta. Hata wajali ni Musa ni kiongozi wao, ni mtu wa Mungu. Lakini Musa akasema, kwa nini mnateta na Mungu? But the people thirsted there for water, and the people grumbled against Moses and said, "Why did you bring us out of Egypt to kill us and our children and our livestock in thirst?" Next. So Moses cried to the Lord, "What shall I do with these people? They are almost ready to stone me." Next. Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, "Pita mbele ya watu hawa, ukiwachukua wazee wao kadhaa, chukua pia mkononi mwako ile fimbo uliyopiga nayo mto Naili." Next, behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water shall come out of it, and the people will drink. Moses did so in the sight of the elders of Israel. Next. And he called the name of the place Massah and Meribah, because of the quarreling of the people of Israel, and because they tested the Lord by saying, "Is the Lord among us or not?" Nitaka tusome hiyo kwa sababu mara nyingi tunapopitia changamoto kali za maisha, huwa tunaanza kumkufuru Mungu. Huwa tunajiuliza maswali kama yale. But see what happened to them. Mungu aliachilia punishment, na wengi walikufa. Nyoka ziliwauma kwa sababu ndio walikuwa wamekosa maji, ndio walikuwa na kiu, ndio walikuwa ndani ya changamoto. Lakini badala ya kuwa na ujasiri kwa sababu Mungu amewatoa Egypt, amefanya maajabu wakiona, amewapitisha the Red Sea wakiona, wakapita, maji yakagawanyika huku na kule. Walianza kulalamika na kumlaani, na wanataka mpaka kuua Musa. Many times when we go through challenges, we don't remember the greatness of the Lord. We just ask silly or stupid questions. Sema, Mungu, sasa Mungu ako wapi? Mungu, kwani umeniacha? Mungu, the heart. Unajua unaweza uliza swali, but the same question with a different attitude. Leo naweza kuuliza, Mungu uko wapi? Kwa sababu nataka nione Mungu akijidhihirisha akitenda kitu.
Lakini kuna ile ya despair. Kuna ile unasema na huyu Mungu sasa ako wapi? Mimi naangalia napitia yote, Mungu hapa ananiangalia tu. Quarreling, grumbling, complaining, without acknowledging God's power, without understanding the ability of God, it brings us destruction. They were destroyed by the serpents. They were destroyed. Mungu aliachilia nyoka zikawauma. Kwa sababu hawakumwelekezea Mungu matatizo yao, bali complain, grumble, wakalia, wakanung'unika mioyoni mwao. Lakini Mungu bado ni mwaminifu. Si wote waliangamia. Tunaweza kuona mfano mfupi in the book of John chapter 3. John chapter 3. John chapter 3 verse 14. Kama vile Mose alivyomuinua juu nyoka wa shaba kule jangwani, naye Mwana wa Mtu atainuliwa juu vivyo hivyo. Kwa hiyo wakati Wanaisraeli waliumwa na nyoka kule jangwani, baada ya kukomplain na kulia, Mungu akaitisha Musa aokoe kwa kuunda nyoka wa shaba na kuinua, na kila aliyeangalia ile nyoka alipona. Kwa hivyo bado kuna tumaini. Yaweza kuwa umepitia changamoto kwa sababu ya complain. Yaweza kuwa umeumwa na nyoka. Yaweza kuwa umepitia hali fulani kwa sababu haujakumbuka wokovu unatoka wapi. Kuna tumaini ambalo tunaenda kuangalia kwamba these things happened to them as examples and were written down as warnings for us. Paulo anasisitiza tena umuhimu wa historia hiyo. Hii mifano minne ni mifano tu, lakini kuna mifano mingine mingi sana unaposoma Biblia yako kuhusu kumtii Kristo Yesu, kumtii Mungu na baraka zake, na pia kumwasi Mungu na matokeo yake. Mara kwa mara walimwasi Mungu and they faced the judgment. Wakapokea mapigo ya Bwana. Si mara moja, si mara 10, mara nyingi. Kwa nini? Kwa sababu yetu sisi leo. They were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. We are at the apex of humanity. Sisi ndio tunakamilisha uumbaji ama humanity,
uwepo wa wanadamu tangu mwanzo. We are in the last days. Jesus is soon coming. The world is soon ending. Kwa hiyo tuko katika siku za mwisho. Mambo haya hayatafanyika tena kwa ajili ya mfano. Tuna mifano ya kutosha. Haya mambo yote Waisraeli walipitia kwa ajili yetu sisi, ili tupate kuelewa kwamba tuna jukumu kama Wakristo la kuenenda katika ukamilifu, katika kumtii Mungu katika Kristo Yesu. Tuna jukumu la kupigana na dhambi ili tusimame. Maana ni siku za mwisho. Ni siku za mwisho. Sijui niende wapi, lakini muda umeisha. We're in the last days where men love themselves more than God. Where people love money more than God. We're in the last days where people love to entertain themselves. Where people do not obey their parents. Where people lust after their own desires. But we are charged to fight against sin and stand our ground. So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Hizi ni nyakati za mwisho. Kuna hatari. Haijalishi wewe umezaliwa na Kristo. Haijalishi you are speaking in tongues. Haijalishi unatoa sadaka kiasi gani, wewe ndio wa mbele sana. Haijalishi wewe unahubiria injili, you know the Bible. Nilikutana na mhubiri mwingine anasema I read the Bible from page to page. What can you tell me? Nimesoma sana. Wengine wanasema I've got masters bana. It is not all about theology. Still danger is looking at us. Stand your ground. Be careful that you do not fall. Be careful that you do not fall. Because the time is here. The master is coming. Will he find faith? Will he find you standing? Lakini zaidi ya haya yote kuna tumaini. Na tukiangalia bulletin yetu, point number 3 inasema the hope of triumph. Licha ya kwamba kuna hatari, licha ya kwamba kuna changamoto, licha ya kwamba shetani anazunguka, anatafuta wa kumuiba, God is in charge. Amen. God is in charge. You who is standing, don't be afraid. God is in charge. He will remind you. He will make a way. Wakati utaanza kuklik mama yako, utakumbuka andiko linakuja moyoni mwako. Linakwambia, mwanangu, sikiliza sheria zangu, yatii maonyo yangu, nawe utaishi. Mtii mama na baba yako, mheshimu, ili siku zako zikapate kuongezeka. Utakumbuka, utasikia still gentle voice behind you, because God is in charge. The writer of Hebrews anatuambia hivi kwamba sisi si wale wa kuangalia nyuma. Tumesoma hapo wana wa Israeli walianza kukumbuka Egypt. Wanasema, Musa, kwa nini ulitutoa Egypt?
Unakuja unataka kutuua hapa na kiu. We are not of those who look behind. Sisi si wale wa kukumbuka Egypt. Egypt haina uzuri wowote. Kule dhambini tulikotoka hakuna uzuri wowote. Hata kama leo umesota hauna pesa, you have riches. You have immeasurable riches that any amount of money can never earn. Bwana sifiwe. Wasikudanganya waseme wewe fanya tu ukora, wewe piga bafu chafu. Hiyo ni kawaida ya maisha. No. You have something unique, something special. You are God's chosen. Kwa hivyo, no temptation has seized you except what is common to man. Kama ni tamaa ya pesa, watu wametamani pesa tangu uumbaji wa dunia. Majaribu ya kutamani pesa isikutishe, isikushangaze. Simama na uyashinde. Amen. Kutamani pesa isifanye uingie kwa dhambi. Fight sin. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Mungu ataruhusu tu majaribu ya kufikie. Majaribu yale unaweza kuyashinda. Majaribu yale ya kiwango chako. Ni kama kusema saizi praise and worship mkimaliza, bebeni hii hall mpeleke tao. Does that make sense? Hiyo inawezekana? Hakuna mtu anaweza toa amri kama hiyo. Lakini kusema bebeni mitambo mpeleke kule juu, hiyo ni kitu inawezekana. Tunajua tunaweza. Kwa hivyo Mungu anapokuambia simama usizini, anajua unaweza kwa sababu amekupa all that it takes for you not to fornicate, for you to live a holy life. He has provided everything that pertains to life and to godliness. And therefore, you can make it. It is no longer you who live it. It is not I that live it. It is Christ who lives in me. And therefore, I can make it. I can avoid indulging in sexual immorality. I can avoid grumbling and complaining. I can avoid all those kinds of sins that made the children of Israel to suffer and their bodies to be scattered in the desert mercilessly. Kwa hivyo wapendwa, hakuna changamoto inaweza kupata usioweza kubea. Sijui Kiswahili inasemaje. Majaribu mnayokushapata ni ya kawaida kwa binadamu. Mungu ni mwaminifu, naye hata ruhusu mjaribiwe kupita nguvu zenu. Ila pamoja na majaribu lazima yawe. Lakini pamoja na majaribu, yeye atawapeni pia nguvu ya kustahimili na njia ya kutoka humo salama salimini. Mungu ambaye ametupa uwezo wa kuzaliwa katika familia hii ya Kristo, Mungu ambaye ametuita katika mbio hii ya Ukristo na utakatifu, ametupa tumaini, ametupa uwezo, mamlaka. Na kwa hivyo piga mbio hizi. Beat your body. Hebrews chapter 9 verse 27 tumalizie hapo. Na naomba msamaha sana kupitisha muda kidogo. Masana. Samahani. Not. Verse 27 nasema I beat myself. I beat my body. Sijui Kiswahili nasemaje. Naupa mwili wangu mazoezi magumu. Yule pastor alikuwa anatufundisha la Sunday. I beat my body.
Beat your body. Patia mwili wako mazoezi. Patia mwili wako mazoezi kwa sababu uko mbioni. Ili usije ukaanguka. Ili usije ukaishiwa. Patia mwili wako mazoezi. Kwa sababu kuna hatari ya kulemewa njiani na kuishiwa. Beat your body so that you don't fall. Wacha tuinamishe vichwa vyetu. Sijui ni nini hicho Bwana amekuzungumzia. Lakini nataka tuamini pamoja kwamba Mungu ana makusudi na maisha yetu, haswa maisha haya yetu ya wokovu na ya kuona ufalme wa mbinguni. Kwamba tusije siku ya mwisho tukaambiwa ondoka, sikujui. Lord, we pray that you continue strengthening us, that we may be able to stand and not to fall. Thank you for the hope you've given us, Lord, in your word, that even though we are going through temptations, through fire, through many waters, your grace is sufficient, Lord, to hold us and help us stand on top of every temptation in triumph. It is in you, Jesus, we believe. It's in you, Lord, we trust that we shall be victorious over every temptation that comes our way. That we shall not offer our bodies to idolatry. We shall not offer our bodies to sexual immorality. We shall not complain, grumble, and murmur, but we shall commit our hearts to you. In you shall rescue us from every danger. Indeed, you are our rock of salvation. You are our refuge and our fortress. Lord, help us. In Jesus' name we pray.